Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili la mwezi wa kwanza, bwana, kumekuwa kuna tetesi nyingi sana ambazo zimekuwa zikiwahusisha baadhi ya nyota kuhusishwa na vilabu mbalimbali hapa nchini. Tunafahamu kwamba kwa sasa tuko kwenye mapumziko kwa maana ya kuelekea kwenye michuano ya AFCON kule nchini Morocco ambayo inafanyika Desemba 20 mwezi huu. Kwa hiyo wakati tunaelekea kwenye michuano hiyo, bwana, baadhi ya vilabu vinatumia mapumziko haya kwanza kufanya scouting ya baadhi ya nyota ambao watawasajili kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Sasa kwa upande wa Yanga, bwana, kumekuwa kuna tetesi nyingi sana juu ya baadhi ya nyota ambao wanahitajika, lakini moja kati ya tetesi ambayo imeendelea kuzungumzwa ni kuhusiana na nyota raia wa Angola anayefahamika kwa jina la Dep. Bana, taarifa inazungumza kwamba klabu ya Yanga Afrika ipo kwenye mazungumzo na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Angola na klabu ya Rodimiak Radom Laurindo Delison Maria Aurelio maarufu kama Dep kwa ajili ya kumsajili kwenye dirisha dogo la mwezi wa kwanza. Bwana, Dep ni pendekezo la mwalimu wa Yanga Pedro Goncalves ambaye aliwahi kumfundisha mchezaji huyo kwenye timu ya taifa ya Angola. Bwana, ni moja kati ya taarifa ama tetesi ambayo ndani ya klabu ya Yanga imeendelea kuzungumzwa, na hii ni kutokana na ile safu ya ushambuliaji ya klabu ya Yanga kutaka kuimarishwa. Tumeona kile ambacho kimeendelea kutokea kwenye michezo mbalimbali ikiwemo michezo ya kimataifa, hata ile michezo ya NBC. Namna ambavyo safu ya ushambuliaji ya Yanga bado imeendelea kufanya makosa yale yale. Prince Mpumelelo Dube licha ya kuaminiwa na kupewa nafasi bado ameendelea kuwa na mapungufu kadhaa ya kukosa nafasi nyingi, lakini pia matumizi ya nafasi yamekuwa ni machache sana. Lakini ukimtazama mshambuliaji Andy Boba Boyeli ni moja kati ya mshambuliaji ambaye yeye pia amekuwa pati nafasi ndani ya klabu ya Yanga, lakini tetesi ambazo zipo pia ni Andy Boba Boyeli huenda akarejea ndani ya klabu yake ya Shankuna United ya kule Afrika Kusini. Tunafahamu kwamba yuko kwa mkopo ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo Yanga wanahaa kuhakikisha kwamba wanapata mshambuliaji mwingine mpya ambaye atakuja pengine kuongeza nguvu ndani ya klabu ya Yanga kwa kushirikiana na Prince Dube kama Andy Boba Boyeli ataondoka. Sasa moja kati ya jina ambalo linatajwa ni nyota Laurindo Aurelio maarufu kama Dep, raia wa Angola. Bwana, inasemekana kuwa Dep hana furaha kwenye timu yake ya RSK Domiak, akiamini ndio chanzo cha yeye kutoka kwenye moto wake aliozoea. Petro Atletico de Luanda nao pia wanamtaka kumrejesha kwenye dirisha la Januari. Kumbuka nyota huyu pia aliwahi kuwa hapo Petro kabla ya kuondoka. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo imeendelea kuzungumzwa juu ya ujio wa Dep ndani ya klabu ya Yanga, lakini taarifa hii ama tetesi hii ikichagizwa kwa karibu na kocha Pedro ambaye aliwahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Angola ambaye amemfundisha Dep. Kwa hiyo pengine huenda njia hii ikawa ni rahisi sana ya Dep kuingia ndani ya klabu ya Yanga kutokana na kocha aliyemfundisha kwenye timu ya taifa kwa sasa akiwa ndani ya klabu ya Yanga. Na ifahamike kwamba kwa sasa kwenye dirisha dogo la usajili mambo mengi sana yanaendelea, na baadhi ya nyota wameendelea kuonekana kwenye ardhi ya Tanzania, wengine wakisaka timu za kucheza. Na hivi karibuni kabla hii michezo ya mwisho kupisha michuano ya AFCON, tumeona nyota wengi sana wakirejea Tanzania. Tumemwona Mkoko Tunombe, Enoki Inonga Baka, tumemwona Yakuba Soni, tumemwona kwenye hizi mechi za mwishoni wakihudhuria baadhi ya michezo. Sasa tetesi zinaeleza kwamba nyota hao bwana, si kwamba wameonekana kwa bahati mbaya, bali wameonekana kwa sababu ya jambo fulani, na inasemekana kwamba wamekuja kwa sababu ya kutafuta timu kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili, na tetesi zinadai kwamba wanasubiri dirisha dogo la usajili ili wamalizane na baadhi ya vilabu na warejee kucheza tena ligi kuu. Na kuna baadhi ya nyota hapa wameshaanza kuhusishwa na vilabu vingine. Kwa hiyo dirisha dogo la usajili tutashuhudia mabadiliko makubwa sana ndani ya vilabu vinavyoshiriki ligi ya Tanzania. Kwa upande wa Simba, Yanga, Azam, Singida na vilabu vingine vimeendelea kuhusishwa na nyota kadha wa kadha, lakini kwa upande wa klabu ya Yanga wameendelea kuhusishwa na nyota
kadha wa kadha, lakini kubwa zaidi ni Laurindo Aurelio Depp maarufu kwa jina hilo ambalo ameendelea kutajwa. Taarifa zinaeleza kuwa kocha mkuu wa Yanga Pedro amewaambia viongozi wake wa msajili mshambuliaji hatari huyo wa Angola Laurindo Delison Maria Aurelio maarufu kama Depp mwenye umri wa miaka 25 kwenye dirisha dogo la usajili. Bwana Depp amewahi kupita kwenye vilabu vya Petro de Rwanda ya Angola, Gil Vicente ya Ureno, Vojvodina ya Serbia na sasa anakipiga ndani ya klabu ya Radomiaki ya Poland. Bwana, kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo ndani ya klabu ya Yanga zimeendelea kuzungumzwa, na hii ni kutokana tu na kile ambacho kimeendelea kuonekana kwenye ile safu ya ushambuliaji kama ambavyo nimekujuza. Ni moja kati ya safu licha ya Yanga kushinda, lakini ni moja kati ya safu ya ushambuliaji ambayo imekuwa haina msaada mkubwa sana kwenye ushindi. Licha ya Prince Dube kufunga, lakini anahitaji nafasi 10 ili aweze kufunga moja. Kwa hiyo unaweza kuona aina ya mshambuliaji ambao Yanga wako naye, lakini Yanga wanahitaji mshambuliaji ambaye akipata nafasi 3 basi atumie 2 ama atumie 1. Kwa hiyo Depp ni moja kati ya mchezaji ambaye anatajwa kwamba huenda akaja akaongeza kitu kwenye ile idara ya ushambuliaji ama akaondoa yale mapungufu kwenye ile idara ya ushambuliaji ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona wakati tukielekea AFCON, michuano mikubwa kabisa barani Afrika. Vilabu vingine vitakuwa vinafanya scouting kwa ajili ya kutazama nyota ambao pengine watawavutia na kuweza kuwasajili. Na tunafahamu kwamba AFCON ni moja kati ya michuano ambayo inashirikisha mataifa 52. Kwa hiyo kwenye mataifa 52 sidhani kama kuna baadhi ya vilabu vitakosa nyota wa kuwasajili, licha kuwa ni moja kati ya michuano mikubwa barani Afrika. Kwa hiyo kama unampata nyota kwenye michuano hiyo, lazima uwe na kibunda cha kutosha. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kitajiri kwenye dirisha dogo la usajili, lakini kubwa zaidi ni klabu ya Yanga ameendelea kuhusishwa na nyota kadha wa kadha, lakini moja kati ya nyota ambaye ameendelea kutajwa ni Laurindo Aurelio Depp raia wa Angola, ambaye ameendelea kutajwa sana ndani ya klabu ya Yanga kama mrithi pengine wa Andy Boba Boyela ambaye anahusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga, ama kama mrithi wa Prince Dube ambaye ameendelea kutokuonekana kufanya vizuri kwenye ile idara ya ushambuliaji licha ya kufunga, lakini bado Yanga kuna kitu ambacho wanakihitaji kwenye eneo la ushambuliaji, na ndio maana wameendelea kuhusishwa na Depp ambaye wanaamini kwamba huenda akaja akaleta mapinduzi makubwa sana kwenye ile idara ya ushambuliaji ambayo imekuwa ikiongozwa na Dube pamoja na Andy Boba Boyeli, tukishuhudia Clement Mzize akiwa nje akiuguza majeraha yake ya goti mara baada ya kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo Depp ni moja kati ya nyota ambao wanatajwa kwa karibu sana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.